Haleluya. Ukweli wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejitwika utukufu. Wewe ni Mungu, kweli wewe, kweli wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejitwika utukufu. Wewe ni Mungu, mfalme wa ajabu, Mungu wetu, wewe ambaye huwezi ukalinganishwa wala ukafananishwa. Naja mbele zako asubuhi ya leo nikiwa na sifa kutoka kilindini cha moyo wangu, nikikuabudu nikisema ni asante kwa sababu ya jinsi umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu na umekuwa Bwana katika maisha yangu. Ni asante kwa sababu ya kuwa Bwana wewe ndio umetulinda, umetuhifadhi, umetufanya tuwe jinsi ambavyo tulivyo. Nakupa sifa kwa sababu ya kutupatia siku njema, siku ambayo Bwana wa mbinguni tunajua kwamba ni wewe umeitengeneza na umeitenga ili tukaweze kufurahia tukiwa ndani yake. Jina lako lipokee sifa zote, jina lako lipokee heshima zote, mfalme wa wafalme. Ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo ninapoenda kulishiriki neno lako. Naomba ya kwamba Bwana wema wako ukaweze kuwa juu yetu, neema zako zikaweze kutufikia kwa sababu wewe ni mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Na kuabudu na kupa sifa na kuheshimu kwa sababu najua kwamba wewe ni mtakatifu. Pokea sifa. Napoenda kulishiriki hili neno likaweze kuwa kwamba litabariki atakayelisikiliza kwa mtandao na wale wa Bwana wa mbinguni watakaolisikiliza Bwana wa mbinguni kwa njia zote zile. Bwana wa mbinguni ukaweze kuwabariki na kuwafariji kupitia hili neno lako. Najua kwamba litakuwa la kutufungua macho na tukaweze kuona yale yaliyo mapenzi yako. Maana nanyenyekea katika jina la Yesu Kristo, wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen and amen. Mtazamaji wetu na msikilizaji wetu, na kukaribisha katika mitandao hii katika mtandaoni siku ya leo, ambako Bwana ametuwezesha tukawaze kupata nafasi ya kuwa katika kanisani, na najua kwamba Bwana wa uzima atatubariki. Ningetaka tu kuingia katika neno la Bwana asubuhi ya leo, na najua kwamba Bwana wa uzima atatubariki na atatutenda mema. Na kushukuru kwa sababu ya kuwa wewe umechukua fursa ama umechukua nafasi ya kusema kwamba utaandamana nasi naye, na najua kwamba Bwana wa uzima atakubariki. Siku ya leo ningetaka niweze kusema ya kwamba ninajua katika dunia na wakati mambo ambayo yanayofanyika yalipoanza kufanyika, mambo mengi yametokea, walimu wengi wametokea, na watu wako na mafundisho ambayo mengine ni ya kutatanisha, mengine wamesema ya kwamba wamesikia kutoka kwa Mungu, na wengine wana akili ya kwamba ni ule mwito ambao wameitiwa. Na kwa hivyo ni kweli kunaweza ya kwamba kumetokea walimu wa aina nyingi, na hata wengine wamekuja kufanya watu wakawe katika hali ya kutatanika, kujiuliza ya ni nani ambaye tutakaye muamini katika mafundisho ambayo tunayoyasikia. Na siku ya leo nimekuja ili niweze kusimama katika mwanya na niseme ya kwamba I would like us to learn how you can be able to tell the difference between true and false teachings. How you can be able to know the truth between, or the difference between true and false teachings about God. And I would like us to open our Bibles in the book of 1 John, and we are going to read the book of 1 John, chapter number 4. 1 John chapter number 4, you are going together with me, and we are just going to read verse number 1 and verse number 2. The book of 1 John chapter number 4, verse 1 and verse number 2. The Bible says, dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit they have come
they have comes from God. For there are many false prophets in the world. This is how we know if they have the Spirit of God. If a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in a little body, that person has the Spirit of God. Praise the name of the living God. I would like to interpret in Kiswahili na nisome ambako Biblia inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo nimetanguliza kwa kusema, ni kweli saa hii watu wengi wametokea na mafundisho yako mengi katika dunia, lakini unapata kuna nafasi inafika watu wanaanza kuwa na kutatanika kuelewa ni injili gani ama ni ujumbe gani ambao tutakao uamini. Wengi wamekuja na majina na matitles kusema wao ni manabii. Wengi wamekuja na kila mtu na hadhi na nafasi yake, kwa sababu we would like to say that everybody wants an entitlement. Na sija kuja kupingana na vipawa vya Mungu, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso ya kwamba the Lord gave some to be prophets, others to be apostles, others to be pastors, others to be evangelists, teachers, so that they may edify the body of Christ. So every office that maybe whoever comes and preaches the gospel in, it is a valid office. But the Bible says, from where we have read, that we do not need to believe everyone who claims to speak by the Spirit. Rather, we should test every spirit that to which a person comes and speak through with it. Praise the name of the living God. And the Bible tells that we must be especially careful in these last days, because the Antichrist and false prophet will perform signs, miracles, and even wonders, and they will deceive so many people that you can read in the book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 and verse number 10. And you are going to be able to see that for sure the age of Antichrist will be associated or will be recognized by the rising up of the Antichrist. But how will you be able to see, or how will you be able to know that the person speaking has the Spirit of God? Praise the name of the living God. So it is good to know whether one is speaking the true gospel or a counterfeit or a false gospel. And today, because it is good, I'm going to take us through, and we are going to learn that there are some of the things that we need to see, and there are some truths that we need to apply and know whether a person speaking is speaking through the Spirit of God. Because the Bible gives us that responsibility to test. The Bible, or this writer says, you must test the spirit that they claim to speak with. Even myself, it is good to test me. If you are hearing my voice and you understand and you can follow, to know whether I am speaking through the Spirit of God. Praise the name of the living God. And today, as I've said, I would just like to say 4 things that which a believer should look into a man of God, not the office, but the man himself, who is the bearer of the responsibilities that which he claims to have. If a person says that he's speaking through the Spirit of God, there are 4 things that you need to look into the man, or into the man that is saying. And number 1 of the things that every believer must look into, whether the message or into the man of God, and more on the message, is whether the teaching, or does the teaching recognize Jesus Christ as the Son of God and the only way of salvation. Praise the name of the living God. The prophet, or everybody who comes to teach, they must agree that Jesus Christ is God's unique Son. Praise the name of the living God. Because this writer says that this is how we know
if they have the Spirit of God. If a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in a little body, that person has the Spirit of God. Praise the name of the living God. So, one way to know whether a man is speaking through the Spirit of God is that they must acknowledge, they must agree, and they must believe that Jesus Christ is the only and is the Son of God and the only Son of God. But most of the cults or some of the false prophets, they deny Jesus Christ's deity. They only recognize him as a teacher or maybe another prophet. Praise the name of the living God. And even others, they have moved away and wamekataa kuamini ya kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu. So if anybody comes to you and he is giving a message, one thing that that you can validate their message is through whether a person recognizes the deity that which is in Jesus Christ. Because whoever does not recognize Jesus Christ as the Son of God and that he came in the form of a body into this world, then that man is not a man who is speaking in the Spirit of God. Praise the name of the living God. Number two is that what you need to look at, either in the man of God or in the message that which the man of God is teaching, is whether does the teaching agree with the scripture. Kwa sababu watu wengi nimekuambia kwamba wamekuja na tumesikia ujumbe nyingi, na sitaki mtu ambaye anayesikiliza aweze pengine kupotea na kila ujumbe ambao tunaosikiliza. Ninataka nikufahamishe ya kwamba kile chochote tunahitaji ama majibu ya kila chochote ambacho tunahitaji yamenakiliwa katika maandiko, yamenakiliwa katika Biblia. Na kwa hiyo yeyote ambaye anayeweza kutokea na aweze kuja kufundisha, aje na unabii, aweze kutuelezea kwamba hili ndilo, na akili ya kwamba amesikia kutoka kwa Mungu, yale mafundisho ya ule ujumbe alio nao ni lazima ulingane na maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ambao wanaitwa watu wa Berea, katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 17 mstari wa 11, Biblia inasema ya kwamba baada yao kwamba wamepata mafundisho, hawakukaa na wakaamini tu yale ambayo walioyasikia, lakini walienda, and the Bible says that they searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Praise the name of the living God. Kwa hivyo katika dunia, ili uweze kudhibitisha kwamba a man who is claiming to have been called, or a man claiming to come and represent God through a message, whatever the man must speak or the man should speak is that it must tally with what the Bible says. The Bereans, after listening to Silas and Paul, they did not become comfortable with only what they had. But the Bible says they went ahead and they searched in the scriptures to see whether whatever Paul and Silas are teaching is the truth. Because the word of God is the only truth that we have. Praise the name of the living God. And we know that Jesus Christ, in the book of John, chapter number 1, he says, in the beginning, there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So we know also Jesus claiming that I am the way, I am the truth, and I am the life. So if we have to know any form of truth, or we have to validate any truth, we must seek the word of God. Praise the name of the living God. So whoever might come and teach us or give us a prophecy and claim that he has listened from God, the prophecy must tally with the word of God. Don't just take the word and teach the word without examining, or do not just believe the word without examining it with the light of the word of God. Every message that God gives, he does not just give it plain, but he supports
everything that he teaches or he releases with his word. Even hata siku ya leo ukiupokea unabii, ni lazima ule unabii Bwana ataupatia backup na neno lake. Akikupatia ufunuo, ni lazima ule ufunuo aupatiane na backup ya neno lake. Na ndiposa akasema katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba yale maneno yaliyoandikwa hayataongezewa na hayatapunguzwa, kwa sababu neno lake la tosha. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo, if you have to validate whether the word, the teaching that you may receive, the messages that you may receive, the information that you may receive from any man or from anybody who claims that he has the message from God, the only thing that you need to validate, or some of the things that you need to validate, is first that the word or the teachings, they must agree with the word of God. They must agree with the scriptures. Praise the name of the living God. Number 3 of what a believer should look into, so that you may not be tossed with by the wind, is that if there are miracles that which are involved, do they bring glory to God or to someone else? Siku zile ambazo tunazoishi ni siku ambazo zimejawa na vituko na sarakasi. Na kila mtu, kwa sababu ya wanadamu, pengine anasijui kama ni wanadamu ama ni shetani, kuwa ya kwamba anajitakia yeye. Watu wengi sana walipokea karama kutoka kwa Bwana, na wakati mtu alipoperform a miracle, aliposaidiwa na Mungu akafanya ama akakuwa kwamba alipominister a miracle, watu wakataka ya kwamba now instead of drawing people to God, they have started drawing people to themselves, and they take all the glory instead of giving glory to where it is due. Bwana Yesu asifiwe. And because of this, so many fake miracle workers wameibuka katika dunia. So many prophets wameibuka katika dunia in the name that they would like to draw people towards themselves, instead of pulling and pushing people to God. Praise the name of the living God. And Jesus Christ said that when I shall be lifted high, that time I'll draw men towards myself. Lakini ukitaka kujua kama kwa kweli ujumbe ama mtu wa Mungu ambaye anayekiri na kutangaza kwamba kwa kweli amekuja na ujumbe ambao umetoka kwa Mungu, ni lazima yule mtu kitu kimoja ambacho atakuwa akikifanya. Ikiwa kuna miujiza inafanyika katika huduma yake, isiwe ile miujiza ni ya kuuza pengine ile huduma anauza anayoifanya, lakini iwe ya kwamba ni lazima impe Bwana utukufu. Hivi karibuni, na mimi nisipigwe mawe, ni kwamba tumewasikia wengine hata wamekuja na wamekiri ya kwamba wao ndio Yesu, wao ndio wale sijui manabii wawili walio katika kitabu cha Ufunuo, na wamediscredit possession ya Yesu, na wamesema kwamba they are the ones that which are Christ. Wacha nikwambie hivi mpendwa, if anybody is doing anything for his own glory and not for the glory of God, I want to tell you, wherever you are, do not believe that man, because he is not God sent. He is only selfish. Praise the name of the living God. And remember that it is God and only one who can do miracles. Mimi kama mchungaji, I cannot be able to do anything, but it is God who can do miracles. And as we say there above, is that the Antichrist will deceive many, as we read or as you have been able to read in the book of 2 Thessalonians, that they will do miraculous wonders and signs. Like in the book of Old Testament, Moses, when God enabled Moses to perform miracles in front of Pharaoh to persuade him to release the Hebrews, Pharaoh's own sorcerers, working through the power of the occult, were able to duplicate a number of those miracles. You can read that in the book of Exodus chapter number 7, verse 10 to 12, and even number 22. So, do not be deceived because a person is doing miracles or is performing miracles. You think that person is doing miracles because he's God sent.
Miracles, in fact, they are not the only indicator that a person has been sent by God. Praise the name of the living God. Some miracles do not even emanate from God. They have come from devil. They come from the demons. Mashetani tu ndio wanafanya kazi, and a person who is naive can believe that surely the miracles have been performed by God. But today I've come to bring this enlightenment to you, that not every miracle that happens is from God. You need to test the man of God. If the miracle that will happen through the man of God do not give glory to God but to the man, then understand that that man is not God sent. Na ndiposa ninakwambia kwamba Satan will deceive many. While some miracles come from God, others may actually be performed by devil himself. Satan is a great imitator, and in these last days, false messiahs and false prophets will rise and perform great miracles. They perform great signs and wonders, and so that they may deceive people. Kwa sababu shetani hataki ama anajua kwamba tayari yeye amehukumiwa, na kwa hivyo anataka kuwahandaa wengi, kwa sababu anajua kwamba watu taasai wako na njaa, wanatamani kusikia, wanatamani kuona mambo yakifanyika. Lakini katika kutamani na kuona yale mambo yakifanyika, ni vyema tuelewe ya kwamba not every miracle is performed that comes from God. Na shetani anajua how to deceive. And that is why if you read in the book of Matthew chapter number 24 and verse number 24, you are going to see that it is possible even for the God chosen ones. Praise the name of the living God. Kuwa ya kwamba wanaweza kuwa deceived. Na kwa hivyo you should not accept any miracle because of its face value. Kwa sababu kuna wengine ambao nasikia katika dunia na katika mitandaoni, ukiweza kuingia vizuri utasikia confessions za watu ambao wanatangaza na wanasema kwamba they went to a very great height ili waweze kupokea nguvu za kufanya mambo ambayo wengine wanafanya. Wengine wanasikiliza. There is a girl that which is in the book of, I think it is the book of Corinthians, that Paul anasema kwamba she had a spirit ya kuweza kutabiri mambo ambayo yatabari, but Paul akaweza kujua kwamba this spirit does not come from God. Praise the name of the living God. Ile roho ilikuwa ya kwamba ni ya kujitajirisha. Na kwa hiyo kuna watu wengi sana ambao wamepokea maroho ambayo sio kutoka kwa Mungu, lakini ni zao za kujitajirisha, and they have gone to hate. Wamefanya sacrifices ili waweze kuhadaa watu in these last days. So do not just accept miracles by their face value. Hata kama unaona kiwete akitembea ama sijui mtu ameponywa na siku moja, sijasema kwamba Mungu ameacha kuponya na kufanya viwete watembee. Lakini nasema ikiwa kile kitendo ama ule muujiza umefanyika na umefanyika haupatii Mungu utukufu, imekuwa ni jinsi yangu ya kuwaita wengi waweze kuja kuniona mimi ambaye nimefanya ule muujiza. Heri basi ule muujiza usifanyika, kwa sababu hautampatia Bwana utukufu na mimi nitakuwa I'm not God sent. So make sure that the person or the information that you are receiving or which have made the miracles to happen, they have a strong relationship or a strong personal relationship with Jesus Christ. And you can read that in the book of Matthew chapter number 7 from verse number 21 to 23. And you are going to be certain that miracles glorify Jesus Christ and do not contradict what scripture teaches. Kila muujiza ambao umefanyika kutokana na Mungu unafaa kumpa Bwana utukufu, lakini sio kwenda kinyume na yale yaliyo maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ya kwamba muujiza unaenda kinyume na yale yaliyo maandiko, basi huo muujiza sio muujiza ambao umetokana na Mungu. Na utaweza kukuelezea kwamba hata ule ujumbe unaopokea kutoka kwa yule mtu ambaye anakiri kwamba ametumwa na Mungu, basi hajatumwa na Mungu, kwa sababu ikiwa ni yake for his own benefit, then it has not come from God. As I finish number 4,
is that another thing that you need to look at is the teaching widely accepted by the world at large. Yale mafundisho yanakubalika katika dunia, yanakubalika na wengi katika dunia. Nimesikia vituko na sarakasi nyingi sana, na siku ya leo nisamehe kama pengine nitaweza kurudi pale na niseme kwamba nimesikia watu wameleta vituko na visarakasi katika madhabahu. Ikiwa zile vituko na visarakasi zinapofanyika, ni vyema kujiuliza, yale mafundisho walio nayo yanakubalika? Ni kweli yatufaa tuuze mafuta, yatufaa tuuze mawe ya Goliathi, yakubalika ya kwamba tuuze chumvi, yatukubalia ya kwamba tufanye yale ambayo tunayofanya, na yale tunayoyafanya katika madhabahu yanakubalika na wengi. Bwana Yesu asifiwe. And I will say this, that contrary to the conventional wisdom, the more popular a teaching is does not make it a more correct teaching. Praise the name of the living God. It does not validate. Kwa sababu watu unajua, the scripture says that in these last days watu watapatikana kuwa na masikio ambayo yaliyo na the itchy ears. Hawatakuwa wanataka kusikia kutoka kwa Mungu, because they only want to hear what they want to hear. Na kwa hivyo they will be looking for more popular teachings. Praise the name of the living God. And that one, because a teaching is popular, does not make it correct. Na hapo ndipo watu wengi huwa wanahadaiwa. Kuna watu ambao wamehadaiwa, wametolewa katika uwepo wa Mungu, ama wametolewa katika nafasi ambayo Mungu aliwaweka, kwa sababu wengine walisikia ya kwamba they want to know what a generational curse ambayo imewafuata. If a teaching on generational curse becomes popular, it does not mean that it is the correct teaching and that it must be taught to your life. Na watu wengi wamehadaiwa, wameondolewa katika pengine utajiri wao kwa sababu ya kufuata things that which are not real. Mtu akisikia jinsi ya kukombolewa, anaenda kukombolewa, lakini halifuati neno la Mungu, anataka tu ukombozi. Deliverance, and I am not against deliverance. It is not every form of deliverance that which is correct. Kwa sababu ikiwa kwamba inaenda kinyume na neno la Bwana, I want to tell you, even if it is popular, it is not correct. Praise the name of the living God. So, as I come to conclude, I'll say this, that every believer must not just view every teaching as a teaching from God, because we know that God wants teachers differently. God wants teachers differently. If the message is from the Lord, the world will not agree to listen. Sio kwa sababu kila mtu ni popular, kwa sababu kila ujumbe ni popular. Dunia ikiwa imetokana, ama ile neno limetokana na Mungu, dunia, Biblia inasema ya kwamba, if you read from this same chapter, that is 1 John chapter 4 and verse number 6, you hear that the message that which mostly emanates from God, people will not want to listen to this message. And this is what the Bible says. But we belong to God, and those who know God listen to us. If they do not belong to God, they do not listen to us. That is how we know if someone has the spirit of the truth or the spirit of deception. Kwa sababu ya deception, watu wengi wanataka na wanakimbilia mahali ambako wataona miujiza, watakimbilia mahali ambako wanaona popularity, watakimbilia mahali ambako wanafikiria quote and quote ndipo pana power na pana anointing. Lakini Biblia inasema ya kwamba hata kama panaweza kuonekana pakiwa popular, ikiwa ujumbe umetokana na Mungu, mara nyingi dunia haitatamani sana kuusikiliza. Lakini ikiwa mtu wako na roho wa Bwana, tutajua. Bwana Yesu asifiwe. So the more you study the real thing, that is God's word, the more you will be able to quickly identify the counterfeit. And you must always remember that the spirit who lives in us is greater than the spirit who lives in the world.
Praise the name of the living God. You can go that in the same scripture of 1 John chapter number 4 and verse number 4. You must know that the Spirit of God is greater than the spirit of that which is in the world. And as I conclude, I want you to desire every day to test the Spirit. Don't just believe on every message that comes. Watu wamesema, I remember, to be sorry, but I'm sorry that even it was predicted that on 12th of this month, February, that dunia inakuja kuisha. On 14th ikakuwa postponed ya kwamba dunia itakuja kuisha. But the thing is, who says so? Who says so? Is it tallying with the word of God? People have predicted even the coming of Jesus Christ. Jesus himself said, I don't know the hour, I don't know the day. How come that a man will be able to predict? I want to assure you, brethren, the only way you can know that whether a message or a teaching is from God or whether it is real, the only thing that you need is the word of God. And when we have the word of God in abundance in our lives, it enlightens the spirit of discernment na tunaweza kujua. So today, I put my comma today there because of time, and I would like you to desire to have the word of God so that you may be able to discern when the man or the gospel is being preached, whether it is real or not, or whether the man preaching is a counterfeit or a man chosen by God. I would like to pray for you, and wherever you are, I would like you to desire to have the spirit of discernment, and you may also obtain the grace to read the word of God, because the word of God is the only truth that which is uninfallible. That is, it does not haikuangi na mabishano, and the Lord is going to bless you. Let us pray. Heavenly Master, in the name of Jesus Christ, I want to thank you and I want to bless your holy name because you are God, and there is none other who is like you. Thank you because of bringing us into this knowledge that today there will be false prophets, and there have been false prophets. People speaking for their own selfish gain. People speaking for their own selves, not speaking for you, but declaring that they are saying it on your behalf. God, unless you give us your spirit, sometimes it is easy to be deceived. But I pray in the name of Jesus Christ that that spirit will not affect our lives. It will not affect the hearers. It will not affect the church. In the name of Jesus Christ, I pray that let there be real hunger in the lives of those that have heard, that those have listened into this word, oh God Almighty. That Jehovah God, the hunger will be for you and not for other things. As you say in the book of Matthew chapter number 6 and verse number 33, that we need to seek your kingdom, then the rest will be added unto us. We have that desire to seek about you, not about the things that we desire. In the name of Jesus Christ, we worship you, we honor you. We thank you because you are healing our nation. We thank you because we know that you are healing the world at large, O God Almighty. You are the Lord that will never fail in whatever you say, O God Almighty. You say that we call unto you, you will hear us, and you will show us great and unsearchable things. We stand with your word, and we believe in your word. We thank you because you are going, my Father, to heal the whole world out of this menace because you are our Lord. We thank you, we honor you. Thank you because of the body of Christ. Thank you because of the whole church, oh my God. I pray for every pastor in the world today. I pray that you may continue to give them the grace in the name of Jesus Christ, that they will be able to stand strong. And my Father, they are not going to be swayed at this particular moment when there is a lot of desperation and a time of hopelessness, O King of glory. I pray that you may give them hope in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, our King. Thank you because of every believer. Continue to lift us. Continue to give us your spirit that we may hear more from you. For it is in Jesus' name we pray and we give thanks. May the Lord bless you. May the Lord do you good. In Jesus' name.